Mahala hapa pa msala wa Masjidil Ghamama kwamba ndiyo eneo la mwisho katika maeneo ambayo imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mahala hapa alisali sala ya Idi. Sala ya mwisho ya Idi Mtume alisali katika eneo hili, na baada ya hapo Mtume alifariki sallallahu alaihi wasallam. Anasema pia panaitwa Masjidul Ghamama. Kwa nini pameitwa Masjidul Ghamama? Kwa sababu ya maelezo yaliyotajwa kwamba mawingu yalizuia jua kumzuilia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa sala ya istisqa, akiomba mvua katika mahala hapa, kwamba Mtume alipokuwa akiomba mvua basi hajaondoka tayari mawingu yashafunga, kama ishara ya ijaba ya kujibiwa dua yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kauli yenye nguvu ni kwamba hii Masjid Musalla hii imejengwa katika kipindi cha utawala wa Bani Umayya, kama alivyoandikwa hapo kwamba yurajah anna Masjid al-Musalla bunia fi asri dawlati al-Umawiyya, kwamba Bani Umayya kipindi hicho katika wakati wa utawala wa Umar ibn Abdul Aziz, wakati akiwa ndio mtawala wa Madina, ambapo ilikuwa ni kuanzia mwaka wa 87 mpaka 93 kwa mwaka wa Kiislamu Hijiria. Na katika kipindi cha utawala wa Bani Saudi, hawa watawala wa sasa, Mamlaka ya Arabia Saudia, kwamba msikiti huu ulikutana na huduma nyingi zilizotia umuhimu mahala hapa kwa ajili ya kuhifadhi urithi wa Kiislamu na wa kihistoria, na kulifuatia kazi nyingi za ukarabati wa msikiti huu na kuimarisha msikiti huu. Hata ujenzi wake wa mara ya mwisho uliojengwa upya ilikuwa ni katika kipindi cha utawala wa Mfalme Saudi ibn Abdul Aziz mwaka wa 1373 kwa mwaka wa Hijra, sawa mpaka mwaka wa 1411 katika kipindi cha utawala wa Khadimul Haramain Sharifain Malik Fahd ibn al-Aziz, naye pia alihusika katika zoezi hilo, ambapo ilikuwa ni mwaka 1434 Hijiria. Na katika utawala wa Mfalme Abdallah, naye pia vile vile aliendeleza naye ukarabati wa msikiti huu, kuboresha msikiti huu. Na msikiti huu umejengwa mwaka wa 631 mwaka wa Hijra, ndio umejengwa msikiti huu. Na msikiti huu kutoka hapa mpaka pale Babu Salam katika msikiti wa Mtume kuna umbali wa mita 500 tu. Narudia, kutoka msikiti huu mpaka mlango wa Babu Salam, pale tulipoingia kwenda kumsaidia, mlango ule ndio unaitwa Babu Salam, kuna umbali wa mita 500 katika msikiti huu. Lakini si hawa watu waliotajwa hapa kwamba ndio waliohusika katika kukarabati, wametajwa baadhi, kwa sababu mwaka wa 761 mwaka wa Hijra, Sultan Hassan ibn Muhammad al-Qalawun as-Salihi naye alikarabati msikiti huu. Sultan Inal vile vile katika mwaka wa 861 aliukarabati msikiti huu. Sultani ambaye alitawala baada ya Sultan Abdul Majid al-Awwal katika utawala wa Bani Uthman, naye pia alihusika katika kujenga msikiti huu, ambapo utaona ni katikati ya miaka hiyo iliyotajwa chini ya hao wafalme. Hao wengine wao hawakutajwa, naona wameandika tu ili kufupisha. Kwa ufupi, hii ndiyo historia ya mahala hapa, kwamba tumekuja kutabaruku na sisi wachache katika wengi miongoni mwa waja wa Mungu, maana Mungu ana hazina kubwa ya wanadamu duniani. Katuchagua mwaka huu sisi wachache tuje tutabaruku na mahala hapa aliposali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asa kwa kuja kutabaruku na mahala hapa
Allah akatufungua vifungo ambavyo vinavyotufunga sisi, vinavyofunga mambo yetu, maisha yetu, shughuli zetu. Vifungo vinavyofunga familia zetu. Hatupigi hatua nzuri za kimaendeleo, japokuwa tunayo juhudi, lakini juhudi hiyo haifui dafu, mambo hayasongi mbele. Asa kwa kuja hapa na tukamwelekea Mungu, basi Mungu anaweza akatuhurumia kama alivyowahurumia hao waja wake wa mwanzo waliotumia eneo hili, akawakubalia mambo yao, ucha Mungu wao. Na sisi Mwenyezi Mungu atupe kabali yale aliyowapa wao, na sisi tuomba Mwenyezi Mungu na sisi atupe. Amin. Mwenyezi Mungu kila mmoja ampe mazuri anayoyataka katika dunia yake na